Mkutano muhimu wa wakuu wa shule umefanyika katika mkoa wa Kigoma, ukilenga kuhimiza uwajibikaji na ushirikiano kazini kwa miongoni mwa viongozi wa elimu. Mkutano huu umeongozwa na kaimu afisa mkoa Gervas Simbeye, ambaye pia alikuwa ni mgeni rasmi. Katika hotuba yake, afisa elimu amesisitiza kuwa wakuu wa shule wanapaswa kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi, huku wakishirikiana kutatua changamoto zinazojitokeza kazini. Wakuu wa shule wote tuzingatie ujazaji wa SAS kila siku na tu update taarifa zetu kwenye mfumo mara kwa mara. Hiyo ndio kazi yetu. Na katika hii mifumo ya PREMC tusaidiane. Wote tupo kwa ajili ya kujenga taifa letu. Tuzingatie kwamba sisi ni wa viongozi, maadili ya uongozi, kwamba nini kinatupasa tufanye na kwa wakati gani na nana nasema. Tukienda hivyo, ukuu wa shule unakuwa ni rahisi sana. Ndio utaratibu. Lakini malalamiko yamekuwa ni mengi kwamba jamii hii haitaki kutoa, jamii ni ile nchi nzima. Kafanyaje? Yaani issue ya kula ni lazima watoto wale chakula cha mchana. Yaani hiyo sio ombi, ni lazima. Wakuu wa shule walipongeza hatua hiyo ya kuwa na mikutano kama hii, wakisema inaleta mwamko wa pamoja katika kusimamia elimu. Waliitaka pia jamii ishiriki kikamilifu katika kuhakikisha elimu bora kwa watoto wao. Asante, mimi naitwa Mwalimu Ananias Clemens, ni mkuu wa shule ya sekondari Nyabishenge iliyoko mkoa wa Kagera, wilaya ya Kyerwa. Tunafanya vikao hivi vya wakuu wa shule kila mwaka kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali ambayo ni kujiimarisha katika uongozi wa shule, kwa maana ya kupata uzoefu kutoka kwa wakuu wa shule wa mikoa miwili ya Kagera na Kigoma kwa maana ya kanda yetu. Lakini pia tunajadili maendeleo ya kitaaluma, kwa sababu lengo la mkuu wa shule ni kusimamia taaluma katika shule zetu, ikiwa sambamba pia na kujadili kuhusu utunzaji wa mazingira kwa maana miundombinu ya shule. Lakini pia tunajadili mifumo mbalimbali. Vina faida kubwa kwa maana tunajadili maelekezo ya serikali ambayo inaitoa ili tuweze kufanya kazi inayofanana kwa maana ya nchi nzima, kwa maana ni miongozo ya serikali. Sisi kama wakuu wa shule hatupangi, ila tunapewa maelekezo tuyasimamie kwa mustakabali, kusimamia taaluma ya nchi iweze kusonga mbele. Kwa majina naitwa Mwalimu Martha Kajoro Mianiko, ni mkuu wa shule ya wasichana Mkugwa sekondari iliyopo Kigoma, wilaya ya Kibondo. Lakini changamoto hasa kwa watoto wa kike. Watoto wa kike wengi wana changamoto binafsi zinazo kutokana na jinsia zao. Wanafikiri kwamba pengine wengi sana wanakuwa na inferiority complex. Wanafikiri kwamba hawana uwezo wa kuweza kusoma na kufaulu vizuri kulinganisha na watoto wa kiume. Kwa hiyo watoto wa kike tunaowalea mara nyingi wanafikiri kwamba wao hiki hawakiwezi, kile wanakiweza. Mkutano huo umeweka msisitizo kuwa mafanikio ya sekta ya elimu hayawezi kufikiwa bila mshikamano wa pamoja kati ya serikali, jamii na uongozi wa shule. Kuna baadhi ya shule kama nilivyosema zinafanya vizuri, kuna shule hazifanyi vizuri. Kutofanya vizuri kwa shule yategemea na vikwazo tofauti. Kwa hiyo ndio maana tukishika katika kikao chetu kikaa pamoja, tunatafuta yule mwenye vikwazo, tutafute namna nzuri ya kutatua matatizo yanayomkabili kulinganisha na shule nyingine. Mfano tumeongelea swala lishe. Kuna baadhi ya shule hazitoi lishe kabisa. Kwa hiyo tunashinda shule asubuhi mpaka jioni, watoto wapate chochote. Inakuwa ngumu sana kulinganisha na mtu anayepata nini? Chakula. Kwa hiyo baada ya kukaa hapa tukatafuta vikwazo. Nini kinamkwaza? Unakutana ni jamii afanye nini? Sasa ndio mahali pa kukaa leo katika vikao hivi tunapeana uzoefu ili atakaohamisha kwenye kikao shule X apeleke shule B ili watoto wetu ni wa Tanzania waweze kupata elimu iliyo sawa sawa.